Sasa katika ujumbe wa malaika wa kwanza sehemu ya mwisho pale kuna neno msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za nani? Chemichemi za maji. Sentensi hiyo inatutoa katika ibada za miungu, kwamba ikiwa tulikuwa tuna miungu tunaiabudu, tuachane nayo, turudi tumwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nini na nchi. Sasa mara nyingi hii sentensi huwa tunawalenga nani? Wenzetu wa Jumapili, kwamba hii inawahusu wao. Kumbe hii inatuhusu sisi kwanza. Waadventista wa Sabato tumejikuta tunakuwa na ibada ambayo ni ya miungu, ibada ambayo inamuondoa Mungu sehemu yake. Na ibada hii pasipo kufahamu ni kwamba wachungaji, wazee wa makanisa, washiriki wote kwa pamoja, wengi wamejikuta wakiwa wanafanya ibada hii ya miungu pasipo kufahamu kwamba wanaabudu miungu mingine. Kuna wachungaji wengine wanajua wanachokifanya, kuna wengine hawajui. Kuna wazee wa kanisa wengine wanajua wanachokifanya, wengine hawajui. Sasa wewe ambaye unayejua unachokifanya, ikiwa umepewa tenda kwamba ibada hii ya miungu iingie ndani ya kanisa ili kuwapotosha watu wa Mungu, wewe Bwana atakushughulikia ipasavyo. Mawili, akutokee kama Sauli au upotee, watu waokolewe. Kwa ukiwa unafahamu kwamba umeletwa katika kanisa hili kwa lengo la kuwapotosha watu waingie katika ibada za miungu, turn back, fanya U-turn mapema kabla Bwana hasira yake hajaionyesha wazi. Lakini kama ulikuwa ufahamu kabisa kwamba kuna ibada ya miungu katika kanisa la Mungu, uwe mchungaji, mzee wa kanisa, nani yoyote yule, basi somo hili liweze kukuleta karibu na Kristo zaidi. Tuendelee mpendwa, tuendelee. Sasa pale Balpori ni kwamba kuna baada ya ile tukio Mungu alianza kuwashughulikia viongozi, na baada ya kuwashughulikia viongozi Bwana hasira yake ilipoa. Watu 20,000 na ngapi? 24,000 walikufa siku ile. Na kitendo hicho kinamkasirisha Bwana. Kwa hata na sisi, yani kwa kweli ni kwamba ni rehema za Bwana tu, kwa sababu ujumbe wa malaika wa kwanza inatuondoa katika ulimwengu. Hatutaki kushiriki vitu vya ulimwengu. Sasa kitendo cha kanisa kukumbatia hii ibada ya huyu Mungu wa herufi ndogo, ni hakika ingetakiwa wote walioshiriki siku hiyo hiyo wanalala, kuanzia mchungaji, mzee wa kanisa aliyeshiriki, kama ni shemasi, ulikusanya sadaka, ulifanya nini, ingetakiwa siku hiyo hiyo kwamba siku hiyo kuna msiba, serikali inakuja kuchunguza nini, na vyombo vya habari vinakuja pale, bwana walikuwa kwenye sherehe hii, wamekufa. Kwa hiyo Mungu anataka tusiwe na ibada ya miungu mingine. Bwana anataka tusiwe na ibada ya Mungu mingine. Na maana yake ni kwamba, kwa nini Mungu hataki sisi tuwe
tuwe na ibada ya miungu mingine, kwa sababu sisi ni special. Sisi ni watu maalum katika dunia hii. Mungu ametutenga kabisa na ulimwengu, kwamba sisi kuna vitu vya ulimwengu hatutakiwi kushiriki. Tunaposhiriki ni kwamba tunamkosea Mungu. Tunamkosea Mungu mpendwa, tunamkosea Mungu. Sasa ukisoma kitabu hiki cha Nuru Safarini, hiki hapa cha Nuru Safarini, kuna maneno ambayo Bwana anatuambia. Hiki ni cha nabii, sio mwandishi. Nabii Ellen G. White, nabii wa Mungu, nabii katika karne hii ya 21. Ukurasa wa 105, ukurasa wa 105, ukurasa wa 105, aya ya kwanza kabisa, kuna maneno haya anasema. Aya ya kwanza kabisa anasema, nalioneshwa hatari yetu kama watu ya kufanana na ulimwengu badala ya kufanana na Kristo. Kwa nabii wa Mungu alionyeshwa kwamba kuna hatari ya watu wa Mungu kufanana na ulimwengu badala ya kufanana nani? Na Kristo. Sasa tunafananaje na ulimwengu? Ni kile kitendo cha sisi kukumbatia mambo ya ulimwengu badala ya kukumbatia mambo ya Kristo. Kwa hiyo anaendelea kusema, anasema tuko sasa mipakani mwa ulimwengu wa milele, lakini kusudi la yule adui wa roho za watu ni kuwairisha mbali wakati wa mwisho. Nabii alionyeshwa kwamba tupo mipakani, yani tupo siku za mwisho, kama vile wana wa Israeli walivyokuwa pale Shitimu, mipakani kabisa mwa mto Yordani, wakitegemea kuvuka kwenda wapi? Nchi ya ahadi. Na sasa sisi tupo mipakani katika historia hii ya nini? Ya dunia. Tuendelee. Anasema Shetani atawashambulia kwa kila njia anayoona yafaa wale wanaodai kuwa ni wenye kuzishika amri za Mungu na wenye kungojea kuja kwa Mwokozi wetu mara ya pili katika mawingu ya mbinguni kwa nguvu na utukufu mwingi. Kwa nabii alionyesha kwamba Shetani katika hizi siku za mwisho atawashambulia, sio mabomu, kwa mitego, ili kuwanasa watu gani? Watu wa Mungu. Kama vile alivyowashambulia wana wa Israeli zile siku za mwisho kabisa kabla kuvuka mto Yordani, ndivyo hata sasa hivi atawashambulia, atawaingizia watu mitego mbalimbali, wajikwae wasivuke mto Yordani, wasivuke kwenda nchi ambayo Bwana ametuahidia kwamba atakuja kutuchukua twende huko aliko. Tuendelee. Anasema atawaongoza wengi iwezekanavyo kuahirisha siku ya mabaya na kufanana rohoni na ulimwengu. Kwa hiyo Shetani anasema atawaongoza wengi, sio wachache, wengi. Na tutakwenda kuona katika hii ibada ya miungu, je, ni wengi wanaoshiriki au ni wachache? Sawa. Kwa anasema atawaongoza wengi. Atawaongoza wengi iwezekanavyo kuahirisha siku ya mabaya na kufanana rohoni na ulimwengu. Wakizifuata desturi za ulimwengu, wakizifuata desturi za ulimwengu. Kwa hiyo nabii alioneshwa kwamba katika hizi siku za mwisho, sawa, Shetani atawafanya wengi, sawa, kuahirisha hiyo safari ya kwenda wapi? Mbinguni. Kwa namna gani? Kwa kufanana na ulimwengu, kwa kuiga desturi za ulimwengu. Anasema nalitishika kuona kuwa roho ya walimwengu ilikuwa ikitawala mioyo na nia za wengi ambao ukiri sana ukweli. Yaani nabii wa Mungu alitishika. Alitishika kwa nini? Kwa sababu aliona roho ya ulimwengu
yaani tabia za kipagani aliziona zikiwa zinapendwa na watu wanaojiita watu wa nani? Watu wa Mungu. Tuendelee. Anasema kuwa roho za ulimwengu ilikuwa ikitawala mioyo na nia za wengi ambao ukiri sana ukweli, choyo na kutimiza tamaa mbaya bila kujizuia kulipendelewa nao, lakini utauwa halisi na uaminifu safi havikuzwi. Kwa nabii wa Mungu aliona kwamba kanisa la Mungu, watu wa Mungu, tupo katika hatari ya kuiga mambo ambayo ni ya ulimwengu. Mambo ya ulimwengu yaingizwa wapi? Kanisani. Nabii wa Mungu aliona. Sasa jambo la ajabu ni kwamba ibada hizi au ibada hii ambayo wengi wamekuwa wanasherekea pasipo kufahamu ni ya ulimwengu. Sasa mpendwa, ukijifunza katika kitabu hiki cha Wathesalonike wa pili, Wathesalonike wa pili, twende hapo, fungua rafiki yangu mpendwa. Wathesalonike wa pili, inasema, wa pili sura ya pili kuanzia fungu la 3, inasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana hiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Mtume Paulo akiongozwa na Roho Mtakatifu alisema kwamba mtu awaye yote asiwadanganye, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, yule mpingamizi. Sasa mimi nitajikita kwenye hiki kipengele cha kwanza anachosema kwamba mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu. Kwa hiyo Wathesalonike walipata mafundisho kwamba Kristo amekuja, Kristo ameshakuja. Kwa hiyo ilivuma. Sasa Roho Mtakatifu akawaandikia Wathesalonike kwamba Kristo Yesu hawezi kuja mpaka kutokee ukengeufu. Yaani huu ukengeufu utokee katika Ukristo. Sasa kipindi kile ni kwamba tunaamini wote kabisa kwamba ukengeufu ulitokea katika Ukristo, ambapo Ukristo ulipovaa upagani na upagani ukaumeza Ukristo. Hapo tunaamini kwamba wote tunaamini kwamba ukengeufu ulitokea na upapa ukawa umekamata nini? Umekamata ule Ukristo uliomwacha nani? Kristo. Wachache tu ndio walibaki wakakimbilia wapi? Sehemu za upweke. Kwa ilitokea ukengeufu kipindi kile, na hata sasa hivi ni lazima Ukristo uvamiwe na upagani. Yaani Wakristo wakaribishe upagani katika Ukristo. Na tunapozungumzia Ukristo, hatuzungumzii wa Katoliki, hatuzungumzii wa KKT, hatuzungumzii wa Baptisti. Tunazungumzia kanisa la Mungu ambalo tangia Eden limesafiri mpaka Yesu anakuja hapa duniani, akateua wale mitume 12, akaanzisha kanisa, limesafiri mpaka sasa. Huu ndio Ukristo.